Wakati umefika. Young Africans, timu kubwa, timu dume. Hii ni Yanga TV, kipindi kinachokuletea matukio mbalimbali ya klabu ya michezo ya Yanga na wadau wake. Kubwa katika Yanga TV wiki hii ni ubingwa wa 4 wa kombe la shirikisho la CRDB ambalo Yanga imeutoa mwishoni mwa juma lililopita. Pia tutapata kujua ratiba nzima ya timu wananchi baada ya kuisha kwa ligi kuu ya NBC. Usiku wa Jumapili ya Juni 2 mwaka huu, Yanga imetoa ubingwa wa kombe la shirikisho la CRDB ikiifunga Azam FC kwa penalti 5-6 katika mchezo ulioisha kwa suluhu. Katika mchezo huo Yanga ilikosa mabao mengi ya wazi, na kama sio umahiri wa kipa wa Azam, basi ni wazi mechi ingeisha mapema kabisa na timu ya wananchi kutoa ubingwa, kwani dakika 45 za kwanza ziliisha kwa suluhu na hata dakika 45 za kipindi cha pili ziliisha hivyo. Ndipo mwamuzi alipoongeza dakika 30 ambazo pia ziliisha kwa suluhu. Kilichofuata ilikuwa ni mikwaju ya penalty ambapo Yanga ilianza kwa kukosa miwili na kilichobaki ni historia. Master Key Stefan Aziz Ki, mpira kwenye Master Key, amekosa tena. Stefan Aziz Ki kwenye big moment. Penalty ya kwanza ambayo ingetengeneza confidence anaipoteza. Alimuona kama ibia pale Mustafa. Line upande wa kushoto ule ameziba macho Nixon Kibabage. Mustafa anawaambia bado si kwenye dakika za kawaida tu, hata kwenye dakika hizi nina uwezo wa kufanya. Penalty ya kwanza amesave. Kwa upande wa Azam wamemtuma nahodha wao enzi za timu ya vijana. Yuko pale Adolf Mtasingwa, mpira kwenye kidoti, pressure inashuka inapanda. TT Dolf Mtasingwa, good penalty, kamba imekaa, amemchungulia golikipa Jiara, alikwenda right vizuri kabisa, upande sahihi, lakini power shooting fantastic. Yasa amekandamiza chini kwenye eneo sahihi na alikaenda kumshinda mlinda mlango. Anasali na kuomba, tayari ameenda kumpa wasaa Joseph Gede. Kwenye penalti za mwisho hatua kama hizi alifanikiwa kufunga Joseph Nadu Gede dhidi ya Mustafa, nyota kabisa. Macho yote kwa Joseph Gede. Wacha tuone Joseph Gede again anaokoa mkwaju wa penalti. Mustafa kidole juu, amekuwa bora sana katika mchezo. Joseph Gede alipiga ile ya kudash, lakini wapi, alimuibia, akachagua kupeleka kushoto, amemfanya Walter Allison ya chuchumae. Ni penalty ya pili Yanga wanakosa kutokea Khartoum. Amada, tabasamu linaonekana jukwani. Huyu ni kipa ambaye alianza, lakini huyu anakuja kumaliza. Mohamed Mustafa leo ni dhidi ya Djigui Diarra kwenye mkwaju wa pili. Ashim Ibwe, ofisa habari wa Azam, yuko pale katika nafasi ile. 1-2-3 Sidibe, imekaa ndani ya kamba, bomba kali kweli. Djigui Diarra split baada ya shuti la Sheikh Sidibe, power shooting. Amemwamisha mtaalamu Djigui Diarra. Alianza Pasco Msindo, yeye akaja akaingia akapiga pale alipoama Djigui Diarra. Azam FC wakiwa wanaongoza, penalty mbili zote zimetikisa nyavu. Zizi wa Ivory Coast, fundi wa kandanda, alizaliwa kufanya kazi, ataifanyaje? Pacome Zouzoua, wow! Hivi ndivyo mafundi wanapopiga penalty. Ivory Coast amemkandika kweli, mkando mzito, na amempoteza Mustafa Mohamed. Wow, just wow, good penalty. Akamtupa kushoto, lakini akaipiga kulia, mguu nyeupe kwenye kidoti cheupe. Jason Fuentes Mendoza imekula mtambaa wa panya, imehit crossbar, amepoteza mkwaju wa penalty. Jason Fuentes Mendoza pale Instagram ametulia. Mkuu wa idara ya habari na mawasiliano Azam imegonga, aliupiga kwa chini ukanyanyuka, licha ya kwamba ilikuwa inaonekana mbali kwenye eneo la Djigui Diarra. Aya, ndicho anachosema Zaka za kazi.
na sasa ni Yao Kwasi Atoula anaweza kusawazisha. Ni Yao Kwasi, Yao Kwasi, hii ni penalty. Ukome kunizoea, amekoa shuti kali kweli kweli. Yao Kwasi Mustafa, where to go, no space for him. Angefikaje pale Jacks? Tayari wana penalty 4 Yanga. Wamepata 2, wamekosa 2, lakini kwa upande wa Azam FC wamepata penalty 2 na wamekosa 1. Jibril Sila, nini anaweza kwenda kufanya? Mashabiki wa Yanga wanamwomba malaika wa heri apite, labda Jibril akose au vipi. Jibril Sila nje, wamelevu katika kukosa mikwaju wa penalty. Jibril Sila anaunyanyua uwanja wa Amani, atmosphere inabadilika, wananchi wananyanyuka wakitengeneza matumaini. Zanzibar ni Dream Island, ni Dream Island. Amepiga mkwaju wa penalty na kwenda nje, 2-2. Anayefuata sasa ni Captain Fantastic Bakari Nondo Mwamnyeto. Jibril Sila ameenda kukosa. Bakari Nondo Mwamnyeto dhidi ya Mohamed Mustafa. Bakari! This is how captain does always. Beka anapiga penalty kibabe kweli kweli, usinga mkononi. What a penalty, what a penalty take. James, hii ni maridadi. Nguvu alizonazo alipochagua kukandamiza. Sasa ni Djigui Diarra kwenda kuamua kama Yanga wanachukua mara ya 4. Ni Mali dhidi ya Ivory Coast. Mali, lakini ni katika uwanja wa New Amani Stadium. Kipre Junior! Ngoma inaanza upya, ngoma inaanza upya. Kipre Junior, attacking midfielder wa Azam, alimchungulia Djigui Diarra, akampigia pale pale karibu na aliposimama. Hii ndio ile kidole kwa kidole. Screen protector, screen protector. Mpaka sasa akatoka katika njia. Mpaka sasa penalty ni 5-5. Penalty ya 6 ile. Kiungo wa Uganda the Cranes, Alida Aucho. Ukiona Yanga imetulia kama maji ya mtungi kwenye midfield, ujue Dr. Khalid Aucho yupo. Aucho ni daktari wa football, anachoma sindano za moto kweli kweli, na lazima uwe mtulivu. Alipotulia, midfielder bora kabisa Afrika, Dr. Khalid Aucho ametibu na ameweka kambani. Alimtupa hapa kwenye uwanja wa Amani kwenye nafasi ya kuongoza zaidi. Edward Charles Manyama na matumaini. Hii inaweza kuwa ni penalty ya kuamua. Yuko pale Edward Charles Manyama, atatupa minyama. Edward Charles! Finally, ni tough kweli kweli. Weka kambani, amemwangalia Djigui wapi? Au! Bila pressure, bila papala, amechagua kupiga upande wa kushoto wa Djigui Diarra na amemtupa. Hapa ni mpaka ajulikane nani mbabe. Nyota wa kikosi cha Chipolopolo Boys, timu ya taifa ya Zambia. Nani atalia? Kenneth Musonda, nyeupe kwenye kidoti. Musonda, let us see. Musonda! Good penalty. Mustafa Mohamed, no way, no way. Asingeweza kudaka ile. Mateso ni makubwa kutoka kwa Kennedy Musonda. Amempeleka market, ni neno maarufu hapa Zanzibar, ardhi tukufu. Wow, penalty nzuri ya 7 kwa Yanga wanapiga. Ni huyu hapa. Oho! Faisal Salum Abdallah, nyota yake inataka kuonekana hapa kwa ubora na uwezo ambao ameuonesha kwa kuwaleta hapa. Penalty ya maamuzi dhidi ya kipa wake wa zamani Djigui Diarra. Wacha tuone Faisal leo amejua pa kupiga sahihi. Fei Toto, Zanzibar finest Faile Sufa akwambia kimya. Leo amewanyamazisha. Mieka. Unajua mieka hiyo. Penalty ya mwisho aliyepiga alikosa, alipiga upande huo dhidi ya Simba, lakini leo dhidi ya Yanga, dhidi ya kipa wake ambaye anamjua zaidi Djigui Diarra, anawanyamazisha uwanja mzima mashabiki wa Yanga. Abada analekodi na kuchukua kumbukumbu kwa simu yake, lakini ile furaha ya mwanzo haionekani. Ni huyu Ibrahim Baka. Wacha tuone Ibrahim Baka, kamanda huyu ameenda mbali kweli kweli. Walinzi wao wanatandika mikwaju wa moto, hawana ile ya kuremba. Mwana FA naye anachukua kumbukumbu. Ibrahim Baka, Ibrahim Baka, umeotambawa ni kama aliyotokea dhidi ya Mamelodi. Kosa mkwaju wa penalti katika ardhi ya nyumbani.
Nafasi nyingine kwa Azam FC baada ya Ibrahim Baka kupiga mnazi ule tunaita. Sasa Zaka amenyanyuka. Babu Zaka amenyanyuka na anapiga dua. Hapa ni dua za Tabora na Mbeya. Lusajo Mwaikenda ndio mwenye nafasi ya dhahabu kwa Azam. Pressure inapanda kwa mashabiki, watu hawezi kukaa, hawezi kusimama. Kasoro kwa kulala hakupo hapa. Lusajo Mwaikenda, Djigui Diarra again, 0 anaiokoa Yanga katika mdomo wa mamba. Naam, hatimaye Yanga imetoa ubingwa wa 4 wa michuano hii ya kombe la shirikisho la CRDB na kuwa timu kinara iliyotoa ubingwa huu mara nyingi zaidi. Baada ya mchezo huu wa fainali, kocha wa Yanga Miguel Gamondi alikuwa na haya ya kuzungumza. Yeah, really, we did an incredible season, winning everything, Champions League, the best team in the league, and even today I think it's a well-deserved win because we were the better team. In the first half was a tough game, was very equilibrated, but we created chances. They didn't create only one chance. And from the second half we play in their pitch, always dominant. Even in the 30 final minute again, but they defended, they losing time, the goalkeeper losing time, and the officials I don't want to talk, but I think it's very good. Even when we're starting to lose 2 penalties, it's very bad. You must be strong psychologically, because I think even me, I think well, today is a bad day in the office, but finally it was like that, and I think this group they deserve. And I was about to ask you, after missed the first 2 penalties, did you saw the possibility to win the trophy? Sorry? I was about to ask you, after missed the first 2 penalties, did you saw the possibility of overturning the result? Always, I believe. Always is the message we pass to the players, to the team. We must believe till the last ball, till the last moment, and today, like the last penalty. And we strong believe we can win this cup, and we won the cup. Beki wa kati wa Yanga Ibrahim Abdallah Hamad maarufu kama Ibra Baka ndiye aliyechaguliwa kuwa mchezaji bora wa mchezo huo uliojaa hisia na ukali wa aina yake. Akiwa na familia yake, Baka anaelezea hisia zake baada ya kutangazwa kuwa mchezaji bora wa mchezo huo wa fainali dhidi ya Azam FC. Cha mwanzo nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa mchezo mzuri. Ilikuwa sio mechi rahisi, nadhani nyinyi mmeshuhudia. Mechi ambayo moja imekuwa nzuri sana na challenge, lakini kwa umoja wetu na imara wetu nadhani tumeweza kutoa tena kutetea taji letu. Malaika wa kwako. Hao ni watoto wangu wa kuwazaa kabisa. Ni zawadi kwao? Hii ni zawadi kwao na ni faraja kwao kuona baba yao anatoa tena na anakuwa man of the match katika umati wote huu. Nadhani kumshukuru Mwenyezi Mungu na pia kuwashukuru wanangu kwa kuja kunisupport pia. Rais wa Dar es Salaam Young Africans, mhandisi Hersi Said, yeye ameelezea kuwa safari ya mafanikio ya timu wananchi msimu huu haikuwa kazi rahisi, kwani mtendaji alipambana kwa uwezo wake kuhakikisha wanafanya vizuri. Kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hiki ambacho kimetokea leo. Haikuwa rahisi. Game was very nice. Quality ya mechi ni ya quality ya finali kabisa. Nimpongeze coach wetu Gamondi, niwapongeze technical staff yetu, niwapongeze wachezaji wote kwa kazi kubwa walioifanya. Haikuwa mchezo rahisi. Mwaka huu tumekuwa na matokeo mabaya kwenye penalty shootout. Tukumbuke kwenye mchezo wa Ngao ya Jamii wa finali tulipoteza dhidi ya Simba kwenye mchezo wa finali kupitia penalty, lakini Champions League quarter final exit yetu pia ilipitia kwenye penalty. Kwa kwangu nafikiri na wanachama wengi na wapenzi wa Yanga haikuwa moment nzuri kwenda kwenye penalty. We tried so much, na nichukue fursa hii kumpongeza goalkeeper wa Azam Football Club. For me amekuwa na mchezo mzuri sana na amesave chances nyingi ambazo tungeweza kuziconvert kwa goal. Kwa hiyo ukitazama mechi ilikuwa ngumu sana. Hatukuweza kubadilisha nafasi tulizozipata kuwa magoli, lakini tumekwenda kushinda kwenye penalty which is not easy kwetu. Kama nilivyosema mara mbili tumepoteza kwenye penalty shootout. Mwisho nichukue fursa hii kuwapongeza sana wadhamini wetu ambao wamefanikisha zoezi hili. Baada ya Yanga kutoa ubingwa huo usiku wa kuamkia Jumatatu ya Juni 3 mwaka huu, kama ilivyo ada, ikafuatia parade ya mashabiki na wachezaji wa timu wananchi kutoka bandari ya Dar es Salaam mpaka makao makuu ya Yanga Jangwani.
Paradi hii ni ya pili kwa msimu huu baada ya ile ya kwanza ya ubingwa wa ligi kuu ya NBC. Wakati huu maandamano yalianzia bandarini wakiwa na kombe la ubingwa la shirikisho la CRDB Bank. Baadhi ya mashabiki wa Yanga kutoka tawi la Tazara jijini Dar es Salaam wakiwa na furaha tele, wenyewe wanaelezea kile walichokiona msimu huu. Ni uwezo binafsi tu wa kipa wa Azam, kwa sababu si mechi kama ile tulikuwa tunamaliza ndani ya dakika 90 kama Yanga. Tumechukua ushindi, lakini kila mmoja anajua tumechukua kwa njia ambayo ya jasho la mwisho kabisa. Kwa hiyo tuwapongeze kwanza, wapinzani wetu walikuwa bora zaidi. Mpaka tunafika matuta ndio yameamua, lakini nadhani matuta hayana mwenyewe. Azikia alikosa, tukajua tayari Azam anachukua kombe kwa hapa. Na sisi tukapata na wenyewe wakakosa. Mungu si Asmani, tumechukua ubingwa. Sisi ndio wa kwanza kulichukua kombe la CRDB. Tunashukuru sana kuchukua ile kombe. Tutajipanga msimu unaokuja pia tutachukua tena. Furaha tuliokuwa nayo sisi ni machungu kwa wenzetu.
Tuna furaha sana sana sana, kama alivyotuambia engineer kwamba atakusanya makombe yote. Kwa hiyo tumeona ukweli wake, ametukusanyia makombe na mpaka sasa hivi tunamshukuru. Meneja habari na mawasiliano wa Yanga Ali Kamwe hapa anaweka wazi kuhusu ratiba ya Yanga wakati huu ambapo hakuna mashindano yoyote yanayoendelea, na pia Kamwe anazungumzia usajili wa timu ya wananchi. Mtaalam, sasa hivi tupo kwenye kipindi cha off season. Off maana yake ni kama unaingia chumbani unazima switch yako, kila kitu kinakuwa off. Ndio kipindi ambacho kwa wachezaji kinageuka kuwa holiday, ila kwa taasisi kimpira tuna off kwa sababu hatuna mashindano yoyote hapa mbele. Kwa wachezaji wameruhusiwa wamekwenda kwenye holiday. Ni mapema sana kwa sasa hivi kuzungumzia kambi yetu ya msimu ujao itakuwa wapi, itakavyokuwa. Sasa hivi maandalizi yetu ni kuendelea kwanza na sherehe, kwa sababu hata kwenye vitabu vya dini tumehusiwa, Mwenyezi Mungu anakubariki jambo, jivunie nalo, jipongeze nalo. Kwa hiyo ni kipindi cha kufurahia sana mafanikio ambayo tuko nayo. Nichukue fursa hii kuambia wana Yanga, ndio kipindi chao cha kuvimba, ndio kipindi chao cha kutamba, ndio kipindi chao ambacho wanatakiwa jivunie klabu yao. Lakini kama taasisi, mpango ambao tuko nao mbele hapa ni mkutano mkuu wa mwaka kwa mujibu wa katiba ambao tuko nao, na mkutano huu tumeshatangaza utafanyika tarehe 9 mwezi huu. Na tumie fursa hii kuambia viongozi wa matawi kama ambavyo katiba inaelekeza wajitahidi kuhakikisha matawi yao yameshakidhi na kupata cheti chao cha ithibati, yamekidhi pia namna ambavyo katiba inataka matawi haya yaweze kuhudhuria kwenye mkutano mkuu. Kama ambavyo walizungumza rais wa klabu yetu Engineer Hersi Said, wachezaji wote ambao ripoti ya kocha wetu Miguel Gamondi itakuwa imeelekeza wabaki, watasalia kwenye klabu yetu. Sisi Young Africans tupo kwenye level fulani ya weledi kwenye mpira. 100% unapokea ripoti ya kocha, ala viongozi wanakuja kufanya tathmini. Kwa wale ambao kocha atawahitaji kwa ajili ya msimu ujao watasalia hapa. Hatuwezi kuwa na vision ya kutaka kudominate au kuconquer football ya Africa alafu kila season tukawa tunakubali kurelease best players wetu. Tunafahamu football ni biashara, lakini pia klabu ya mpira wa miguu ina malengo yake. Kwa lazima vitu viende sawa, biashara na malengo ya klabu. Malengo yetu kwa next season tumeshaweka wazi, ni kufanya vizuri zaidi kwenye michuano ya kimataifa, hasa Champions League. Achana na mashindano ya Ndondo Cup, nazungumzia ligi ya mabingwa barani Afrika. Ndio malengo ambayo Young Africans tumejiwekea pale. Kwa hiyo kuyafikia haya malengo lazima tuhakikishe tunasalia na best players wetu, alafu tunaongeza nguvu kama utakulia kusema majina makubwa, na ni majina makubwa kweli ambayo yataingia. Unajua season hii iliyomalizika, usajili ambao tuliufanya hapakuwa na big names, tulikuwa tuna quality players wengi. Kwa kina Maxim pia mpaka wanafika hapa ni asilimia chache tu ya Tanzania walikuwa wanamfahamu. Of course yao alionekana akiwa na Asek, Pacome, lakini sio sana, hawakuwa ni zile big name ambazo zikija zinashtua, lakini uwezo wao ndio uliweza kuwashtua wa Tanzania. Kwa msimu huu pia kwenye signing zetu sisi hatuendeshwi na mihemko ya mitandao. Sisi hatuendeshwi na propaganda za hovyo tu. Sisi tunafanya usajili wetu, lakini kitu ambacho uhakika msimu huu nimechungulia kidogo, nimeona kuna quality players wengi wataongezeka, lakini pia big names zitakuwepo.